Nipo katika uwanja wa kitaifa wa Nyayo jijini Nairobi, na kile ambacho unaona kwa sasa ni kwamba maandalizi yapo kwa ajili ya kufanikisha mbio za tunasema kwa mashindano ya Kipkeino Classics. Kila mwaka tunashuhudia vijana kutoka taifa la Kenya na hata mataifa nje wakiziparakasa kimataifa. Nipo hapa na mzoefu Bwana Mbaisi mwenyewe. Awali yote, habari ya siku ya leo na tutarajie nini kuhusiana na maandalizi ya mashindano haya? Asante sana. Vile mnajua mashindano haya yataandaliwa tarehe 24 mwezi wa 4 hapa katika uwanja wa Nyayo, na tayari maandalizi yameanza, na sasa tuko kwa harakati ya kuwaalika wale mabwiji wa mbio. Mshasikia mtu kama Manyala tayari amesema atakuwako. Kuna msichana anaitwa Masia Kech atakuwako pia, na wengine wengi. Launch ya event itakuwa tarehe 1, hiyo ni next week on Thursday nafikiri, na kuna mengi yenye itasemwa katika hiyo press conference, na kwa sasa tunangojea tu tujue ni nani wengine wanatoka nchi za ng'ambo. Vile mmejua hii itakuwa shindano la 7 tangu mashindano haya yaanze, na kila mwaka yamekuwa mazuri sana. Kila mwaka yamekuwa mazuri sana. Tumeona baadhi ya wanariadha chipukizi wakipata nafasi ya kuweza kuonesha uwezo wao katika riadha mbalimbali, mbio za mita 800, mbio za mita 1500 na kadhalika. Lakini kubwa zaidi, wapo ambao wanachipuka katika mashindano haya, na tunaona katika mashindano ya Olimpiki na mashindano ya dunia. Wengi huchipuka kwa sababu haya mashindano ni kama ile tunasema kwa kimombo build up, na wengi hutegemea mashindano haya sana kuonekana na wale wanaoitwa ma-agent. Kwa hivyo kila mtu hujikakamua katika mashindano haya na ile lengo la kuonekana na ma-agent na kuchukuliwa katika kampuni mbalimbali kama Nike, Adidas na kila kitengo. Kwa hivyo nafikiria wengi wanajiandaa, na wengi pia hawatapata nafasi because mashindano haya ni ile inaitwa invitation. So hivyo ni ile unaalikwa kulingana na muda wako ambao umekimbia katika event fulani, personal best. So lazima uwe umejiandaa kabisa. So kuna wengine sasa wana train kujiandaa katika mashindano haya, na kuna wengi wenye wamekuwa wakikimbia pia katika mashindano mbalimbali, na pia mashindano haya yatasaidia sana wale wanaenda kukimbia huko Botswana katika World Relays ambayo itakuja immediately after Kipkeino. So kuna mengi ya kuona hapa. Wow, that's great. Na ni mbio za mita ngapi? Na ni pia kuna urushaji sagai, wengine wanaita mkuki, field events? Kuna field events, kuna javelin ambapo tutakuwa na yego na wengineo kutoka nchi za ng'ambo vile kumekuwa, na kuna sprints hiyo mita 100, 400. Kutakuwa pia na national events nafikiria. So katika ile press conference tutakuwa na wiki kesho ndio tutasema hayo yote. Wow. Kwa yule ambaye angependa kuchipukia kuwa mwandishi wa mchezo wa riadha, maanake mchezo wa riadha ni pana, wengi tupo tu katika football, labda rugby, lakini mbali na haya mengine magongo na kadhalika, mojawapo michezo ambayo tunaikumbatia katika Jamhuri ya Kenya ni mchezo wa riadha. Labda kwa yule mwandishi ambaye angependa kukumbatia na kuzama zaidi katika uandishi wa mbio, unamwambia nini aswa? Kila kitu ni interest, hata football ni interest. Kama una interest itakuwa ngumu sana kuripoti event yote. Na kwanza kuripoti athletics lazima ujue rules. Vile tu utaripoti tennis lazima ujue rules, cricket lazima ujue rules, na hii lazima uchukue time yako kuhudhuria mashindano haya kama Kipkeino na ufuatilie, because kuna vitu mingi sana ambavyo unahitaji, sio tu kuandika ati mtu ameshinda. Timing lazima iwe correct. Rules lazima zifuatwe, na lazima wewe kama mwandishi ujue rules za athletics, vile tu unavyojua rules za football, kuna penalty, kuna nini. So
kila event sports generally lazima uwe unajua rules na uwe na interest. Hiyo ndio kwanza muhimu sana, interest. Yeah, kama hauna interest itakuwa ngumu sana wewe kukava any sport. Utakuwa na watu wanakimbia na shino wanakimbia kienda. Ndio hiyo sasa, nani anawakimbiza? Asante sana Bwana Mbaisi kwa muda wako. Bila shaka mwandishi wa habari wa michezo kwa siku nyingi. Hapa amekwepo katika mashindano mbalimbali za dunia. Olimpiki umekuwa ngapi mzee? Kama 3 hivi. Yeah. Wapi na wapi? Nilikuwa Rio, nikakuwa Tokyo, 2 sorry. World Championship ndio nimekuwa mingi. World Championship hata si hesabu because nimekuwa mingi tangu 99 huko Seville. Nimeenda Tokyo 2007, nimerudi Tokyo juzi. Nimeenda zingine mingi hapo katikati, hata si hazihesabiki na World Cross Country. Kwa hiyo experience ikoje? Manake ni dunia sasa hiyo unasikia. Mimi experience niko nayo miaka mingi sana. Kwa hivyo hata vijana wengi nimewaleta katika athletics wenye wanataka kuandika michezo, na wengi wamepitia mikono yangu, wenyewe wanaweza kuambia ni wengi sana. So najivunia hiyo. Maandalizi kule, manake unapokwepo kuna maandalizi mbalimbali, viwanja nini na kila kitu, tunajifunza chochote kutoka huko? Wako juu na kama Kenya lazima tujikakamue ili kuandaa mashindano kama World Championship. Olympic bado hatujaiva. Maybe ukiangalia countries kama Morocco wanaweza, lakini sisi bado kidogo ukiangalia what it entails, because Olympic is a multi-sport. Kuna events mingi. Utapata canoeing, hakuna mahali pa kuwapeleka, leso upeleke Masinga Dam na tujue kama ni standard. Utapata kuna vitu kama boxing, lazima wawe katika mahali pengine. Utapata michezo yenye iko kitu kama hii inaitwa yachting. Kuna vitu mingi, kuna swimming na lazima kuna baiskeli. So Olympic ni kubwa. Olympic ni kama Commonwealth. Yeah, ni kama Commonwealth, lazima ujiandae. Yaani ni kama bahari imebeba kila kitu. Yes. Ni rahisi kuandaa mashindano kama football ama athletics, because athletics una require kiwanja moja na zingine za training, lakini mashindano kama Olympics unahitaji vitu mingi sana. Wow. Yeah, unahitaji vitu mingi na pia accommodation, na pia wale wageni wanakuja ni wengi sana. Kwa hivyo lazima ujiandae vizuri na security na kila kitu. Kwa hivyo itakuwa ni siwezi sema hatuwezi kabisa, tunaweza tukijiandaa vizuri, because countries kama Morocco pia wamefanya hivyo. Tukiwa na nia, dhamira. Ndio hiyo sasa. Na kila mtu kujitolea. Mambo madogo sana haya mzee. Ndio, ni madogo lakini kama hamjajitolea vizuri, si madogo. Hata wewe umeona viwanja zingine zimejengwa, lakini ukienda unasikia pesa fulani ilitumika, lakini ukiangalia kiwanja sio kiwanja. So tusipotengeneza viwanja kama hizi zingine 3, 4, 6 katika mikoa na kila mahali, itakuwa ngumu sana sisi kuandaa mashindano ya maana. Na unakumbuka hata Africa Cup of Nations tujaandaa, tulikuwa tuandaa ya kwanza 1996, tukaambiwa viwanja hazitoshi. Mpaka saa hii bado tuna struggle, naona najua tuna struggle, isn't it? So since 1996 mpaka saa hii mtoto mwenye alizaliwa amemaliza university, sisi hatujakuwa tayari katika mambo ya viwanja. Hata na watoto. So hivyo ndio nasema lazima tujiandae na tuweke nchi yetu kwanza, sio interest yetu kwanza. Because ukifanya kitu mzuri kama hii, for example Nyayo, unajua hii ni kiwanja ambayo inaweza host any tournament. But ukifanya, angalia City Stadium imekuwa kwa miaka ngapi? Zaidi ya 60 years. Na kuna space. City Stadium nataka niwe katika kiwango ingine. Na hivyo ndio countries zingine hazina mahali pa kujenga, lakini bado wanakazana kujenga. Ona nchi kama Qatar wametoka nyuma, masha hold World Cup. Unasikia nani is the desert, na wali host World Cup yenye nafikiri ukianza kurate ni ya juu zaidi hata kushinda zile zimehostiwa countries zingine. So hapo ndio nasema kama nchi lazima tufikirie nchi kwanza. Niombe niwe rais wakati mmoja kabisa. Haya mambo nitayafanikisha. Na utakuja kuwa waziri wa michezo kunishauri. Haya maombi tumeweka maombi. Bwana Mbaisi mwenyewe katika ubora wake naona utakuwa unaingia ndani kwa meeting. Lakini itatafutana Bwana Barnabas Korir kwa ajili ya kutueleza mapana zaidi kuhusiana na mashindano yenyewe. Sawa, asante. Asante sana. Okay.